Kwa mtandao kutokomeza ndoa za utotoni Tanzania, na siku hii ya leo tumejumuika pamoja. Hichi ni kikosi kazi ambacho kina wadau tofauti tofauti kwa lengo la kutambua hatua ambazo zimefanyika kuhusiana na mapambano dhidi ya ndoa za utotoni, na tukiangalia hususan mabadiliko ya sheria ya ndoa ya mwaka 1971. Mnachowapi mwingine hadi sasa status ikoje ya kile ambacho tunakifanyia kwa status bado kuna changamoto, bado sheria haijabadilishwa mpaka hivi leo, lakini hii haimaanishi haitukatishi tamaa. Tukiwa kama wadau bado tunaendelea kuona ni kwa namna gani, hatua gani ambazo tunaweza tukazitumia tukiwa kama wadau kutoka maeneo tofauti tofauti kwa ajili ya kuendelea push serikali iweze kufanya mabadiliko ya sheria ya ndoa, kwa sababu tunaamini kabisa kwamba huyu mtoto ambaye anaolewa chini ya umri wa miaka 18 anakuwa bado yuko shuleni, na kama ni shuleni basi tunamnyima haki zake za msingi za kumaliza masomo yake. Hivyo basi sisi kama wadau tulivyokuja hapa ni kuhakikisha kwamba tunaendelea kutengeneza mipango mikakati mizuri ambayo ina lengo la kuendelea kuihimiza serikali kufanya mabadiliko. Kwa upande wa serikalini tumepata ushirikiano mzuri, kwa sababu baadhi ya mawaziri wanaonyesha utayari wa kukaa pamoja mezani na wadau kuona ni kwa namna gani ambavyo tunaweza tukafanya mabadiliko ya sheria ya ndoa. Lakini kubadilika kwa serikali haimaanishi kwamba itatuzuia kuendelea kufanya uchechemuzi kuhusiana na masuala ya mabadiliko ya sheria ya ndoa, lakini tunajipanga sisi kama wadau kwa upande wetu tuone ni kwa namna gani ambavyo tunaweza kuendelea kukaa na serikali ili basi tufikie hatamu ya mabadiliko ya sheria ya ndoa. Lakini si tu sheria ya ndoa, lakini zile sera rafiki ambazo zina lengo la kumlinda mtoto wa kike dhidi ya ndoa za utotoni, lakini abaki shule na kumaliza masomo yake. Mwaka jana tumefanya caravan, End Child Marriage Caravan, na tulipita mikoa korofi ambayo ina takwimu nyingi sana za masuala ya ndoa za utotoni, na tumejifunza vitu vingi, lakini lengo lilikuwa ni kwenda kutoa elimu kuhusiana na kwa nini tunataka mabadiliko ya sheria ya ndoa. Lakini kwenye caravan hili ilijitokeza vitu vingi sana, ikiwemo sauti za watoto wa kike wenyewe ambao kiukweli walikuwa bado wanaendelea kuwa na hizi changamoto, lakini wazazi, lakini pale tulipata nafasi ya kuonana na viongozi wa serikali kanda ya kimkoa na kanda ya kata, na wote pia tulikuwa tuna lengo la kuhakikisha kwamba wanajumuika pamoja kusikia sauti, lakini pia kuona ni kwa namna gani ambavyo tunaweza tukafanya juhudi za pamoja kuendelea kumlinda mtoto wa kike. Lakini hatua zinazofuata kiukweli bado kuna uhitaji mkubwa sana wa elimu. Sauti za viongozi wa kule kwenye jamii, lakini pia watoto na wanawake na wazazi kiukweli bado wameendelea kuhitaji elimu ya masuala ya ndoa za utotoni. Kwa hiyo sisi kama mtandao na wadau wengine tutashirikiana vizuri kuhakikisha kwamba tunakuwa na hizi caravan mara kwa mara ambazo zinafikia jamii, kwa sababu sisi kama mtandao uchechemuzi tunafanya ngazi ya juu, ngazi ya kanda, lakini vile vile ngazi ya jamii. Kwa hiyo kwa upande wa ngazi ya jamii tutahakikisha kwamba bado tunaendelea kushirikiana, tunaendelea kufanya hizi caravan kwa ajili ya kuendelea kufikia jamii nyingine kubwa zaidi. Habari, mimi ni Furahini Michael, ni meneja miradi kutoka shirika la Msichana Initiative. Leo tuko hapa na wadau wengine wa haki za wasichana kuangalia kuhusu maendeleo au progress ambayo tumefanya katika harakati za kuangalia mabadiliko ya sheria ya ndoa ya mwaka 71. Kwa hiyo tuko hapa sana kwa ajili ya kuangalia kuna mafanikio yapi ambayo tumeyapata, lakini pia kuangalia wapi kuna gaps ili tuweze kuona namna gani ambavyo tunaimarisha efforts zetu kuhakikisha kwamba tunaenda mbele zaidi. Kwa hiyo wadau wako hapa kwa ajili ya kuangalia mbinu mbalimbali ambazo tumezifanya. Moja eneo ambao bado tunafurahia pamoja na kwamba halijafika mwisho ni hukumu ya kesi ya Rebecca Gyumi ambayo ilitolewa tangu mwaka 2019, ambayo kiukweli tuliamini kwamba mwaka moja baada ya ile hukumu kutoka sheria ingeweza kubadilishwa, lakini mpaka sasa hivi bado sheria haijabadilishwa. Hata hivyo bado tunaendelea kushukuru kwa sababu kuna vitu vingi vizuri ambavyo bado vimefanyika ambavyo ni vizuri, lakini pia hata hiyo tu hukumu bado inaweza kutumika, wanaita court precedence. Wakati ikitokea kuna sheria, kuna kesi ya namna hiyo, bado maamuzi yanaweza kufanyika kwa kutumia hiyo kesi. Though kwetu sisi tunaona haitoshi, tunatamani ifike kipindi kabisa ambapo
imetolewa kabisa maamuzi kwamba sheria sasa imebadilishwa ili kuhakikisha kwamba watoto wanalindwa. Na kwa nini tunaendelea kusema hivyo? Ni kwa sababu watoto wa kike ambao wako shuleni wanalindwa. Tunajua kwamba kuna sheria ya elimu, hairuhusiwi kumwoa mtoto kabla hajafikisha miaka 18. Lakini mtoto akishakuwa nje ya mfumo wa elimu, hata kama ni mdogo, anaruhusiwa kuolewa kwa sababu hiyo sheria haimlindi. Kwa hiyo tumeona kuna baadhi ya maeneo, mfano wazazi wanatafuta namna zao au mbinu zao kuwaachisha watoto shule, au wakati mwingine kuambia waandike majibu ya uongo kwenye mitihani hiyo afeli, kwa sababu akishaacha shule akiwa nje ya mfumo wa shule, then sheria haiwalindi. Kwa hiyo watoto wanakosa haki yao ya kufurahia utoto, wanaolewa katika umri mdogo. Lakini tunaamini kwamba sheria ikishabadilishwa ikaendelea kuwalinda watoto, sasa watalindwa wote ambao wako ndani ya shule na nje ya shule. Kwa hiyo tunaamini kikao cha leo kitaweza kutupa majibu, kwanza tuko wapi, lakini pia kuangalia kwamba tunaendeleaje mbele, tunatumia mbinu gani kuendelea kuhakikisha kwamba tunapata wadau wengi zaidi ambao wanaweza kuendelea kuunga juhudi na kuweza kuona namna gani ambayo tunaendelea kuishawishi serikali yetu kuweza kufanya mabadiliko ya sheria ya ndoa. Walter Carlos ni wakili wa kujitegemea, lakini pia ni mwanaharakati wa utetezi wa haki za watoto pamoja na wanawake. Kwanza kabisa kwenye swala zima hili la ndoa za utotoni kwa Tanzania, tukiangalia kwa takwimu, sofa mikoa ambayo inaongoza mpaka sasa hivi kuna mkoa wa Mara, mkoa wa Shinyanga, lakini pamoja na mkoa wa Dodoma. Hiyo ni baadhi tu ambayo ipo kwenye top 5. Tukiangalia hali ilivyo kwa sasa hivi na hapo mwanzo, kidogo tunaona kuna mabadiliko, kwa sababu tangu lianze vuguvugu baada ya mahakama kutoa hukumu ya kuweza kupinga swala zima la ndoa za utotoni ambayo ilitoka mwaka 2019, tukiangalia mabadiliko kidogo yanatokea, na hii ni kwa sababu ya vuguvugu ambalo linaendelea. Jamii imeanza kupata uelewa, na hii ni kutokana na namna ambavyo wadau mbalimbali wamekuwa wakifikisha ujumbe kwenye jamii kuhusiana na swala zima la kupinga ndoa za utotoni, madhara yake, lakini pia faida za kuepukana na ndoa za utotoni kwa mtoto wa kike. Lakini pia vile vile tukiangalia kwa mwaka huu wa 2025, tunapoadhimisha pia miaka 30 ya Beijing tangu ilipo fikiwa mwaka 1995, na mojawapo ya agenda kuu, hasa ile agenda ya 12, ilikuwa ni swala zima la the girl child, kwa maana ya mtoto wa kike. Kwa hiyo tunaona uelewa, jamii inazidi kuelewa, lakini pia kikubwa ambacho tunaona kilicholeta haya mafanikio yote ambayo tunayaona sasa hivi, japo ni kwa uchache, gaps zipo, lakini hii yote ya sasa hivi imetokana na nguvu ya pamoja, kwa sababu mwanzo zilikuwa ni sauti ndogo, lakini sasa hivi tumeona pia kumeweza kuwa na sauti nyingi za pamoja, na sauti hizi zipo kwa makundi yote, wadau wa mashirika yasiyo ya kiserikali, kuna waandishi wa habari ambao tunaona pia ni chombo ambacho kinafikisha elimu na taarifa nzuri kwa jamii. Na tunaona kwamba hukumu hii imetoka tangia mwaka 2019. Unaweza ukaona kuanzia 2019 mpaka sasa hivi ni takribani miaka inafika hata 5, bado utekelezaji wake haujafanyika. Na kikubwa hapa kwa sababu mahakama ilifanya sehemu yake, kwa hiyo kinachofuatia kwenye utekelezaji sasa ni zamu ya muhimili wa bunge. Sasa na bunge nalo pia ilishapitisha michakato ya kukusanya maoni kwenye jamii. Lakini changamoto zipo, na changamoto ndogo ndogo ni hizo, kwa sababu hata jamii yenyewe pia bado kuna watu uelewa bado huko chini, japo pia kuna baadhi wameshaanza kuelewa. Lakini pia tukiangalia kuna watu kama viongozi wa kidini na viongozi wa kimila, nadhani pia ifike wakati pia makundi haya yaweze kutambua na kuona kwa namna gani ndoa za utotoni zina athari kubwa kwa binti. Na athari si tu kwa udogo kama ambavyo watu wanaochukulia, kuna athari za kiafya tunaona, kwa sababu huyu binti ni mdogo, wengi wanapata hata changamoto wakati wa kujifungua. Lakini pia ukiangalia hata ukatili wa kijinsia, kwa sababu ni ukatili, na hata pia ukienda kisheria, hata sheria ya ndoa yenyewe kwamba ndoa ni makubaliano baina ya pande mbili, na makubaliano ambayo yanafanywa na mtu ambaye ana miaka 18 ndo makubaliano halali. Sasa unaweza ukaangalia huyu binti ambaye ana umri chini ya miaka 18 anaolewa, maana hata yale makubaliano yake hayapo kihalali. Lakini pia
kumekuwa kuna uchochezi kutoka kwa wazazi, lakini pia hata na wanajamii. Kuna jamii fulani zingine mabinti wanaaminishwa kwamba labda kuolewa katika umri mdogo kutawasaidia pia katika maisha yao kila siku, na kuna jamii zingine zina mitazamo kwamba unakuta binti anakwambia kaaminishwa na wazazi wake kwamba akiolewa akiwa mdogo atazaa akiwa na umri mdogo na ataweza kuzaa watoto ambao hawana changamoto za hapa na pale. Kwa hiyo ni mitazamo. Sasa sisi kama wadau nadhani pia tunatakiwa sasa kuunganisha nguvu zetu kwa pamoja, hizi zilizokuwepo na wengine waongeze nguvu zaidi, kwa sababu swala zima la mabadiliko ya jamii halimtegemei tu mwanasheria peke yake. Kuna waandishi wa habari, kuna viongozi wa kidini, kuna viongozi mashuhuri. Kwa hiyo kuna watu kama tunaona watunga sera au wafanya maamuzi, hawa ndio watu ambao tunafikiria kwamba wao kalamu yao itakavyoandika vizuri au itakavyotoa hamasa kubwa, ndivyo itakavyosaidia sheria hii kubadilika na tukamuokoa basi huyu mtoto wa kike, ambapo pia alikuwa na ndoto zake za kuzifikia, lakini zinasitishwa kwa sababu tu ya masuala ya ndoa, na nyingi ukiziangalia ni kwa sababu jamii hizo hapa, kwa mfano ukienda kama jamii za Kimasai au labda jamii za Kisukuma au za kanda ya Ziwa huko, wanaamini mtoto wa kike ni kama chanzo cha uchumi ndani ya nyumba, lakini hawaangalii madhara mengine ambayo mtoto wa kike anaenda kuyapata.